Katika kipindi ambacho dunia inashuhudia ongezeko la mivutano ya kijeshi Mashariki ya Kati, kundi la Houthi la Yemen limezidi kuonyesha uimara wake katika mapambano dhidi ya majeshi ya kigeni, hasa yale ya Marekani. Marekani kupitia operesheni zake za kijeshi baharini na angani imeingia tena katika mzozo wa muda mrefu na wa mara kwa mara na kundi hili linalojiita Ansar Allah, likiwa ni sehemu ya harakati zake za kudumisha usalama wa usafiri kwenye bahari ya Shamu na Ghuba ya Edeni. Lakini Houthi wameonyesha kuwa si wapinzani wa kubezwa. Tangu Oktoba mwaka 2023 hadi sasa, wanamgambo hawa wameharibu vifaa kadhaa vya hali ya juu vya kijeshi vya Marekani, vikiwemo ndege zisizokuwa na rubani yani drones, ndege za kivita na mifumo ya kisasa ya silaha, na hivyo kuifanya Yemen kuwa kama baadhi wanavyosema makaburi ya vifaa vya NATO. Katika kipindi cha miezi michache tu, kundi la waasi wa Houthi limefanikiwa kugeuza uwanja wa mapambano nchini Yemen kuwa kaburi la vifaa vya kijeshi vya kisasa vya Marekani. Licha ya Marekani kutumia teknolojia ya hali ya juu, mashambulizi yake yamekuwa na matokeo duni, huku gharama za mashambulizi zikikaribia dola bilioni 1, hali ambayo imezua maswali makubwa kuhusu ufanisi wa kampeni hiyo ya kijeshi. Tangu March 15 mwaka 2025, jeshi la Marekani limekuwa likitekeleza mashambulizi dhidi ya maeneo yanayodhibitiwa na Houthi kwa kutumia makombora ya Tomahawk yenye uwezo wa GPS pamoja na mabomu ya kisasa ya kutambua malengo kwa kutumia teknolojia ya glide bombs. Maafisa wa Pentagon wamekiri kuwa mafanikio ya mashambulizi haya yamekuwa madogo mno, huku store ya Houthi ya makombora, ndege zisizokuwa na rubani yani drones, na vifaa vya kurushia vikiendelea kuwa salama katika maeneo ya chini ya ardhi ambayo ni vigumu kuyafikia. Mashambulizi hayo yaliidhinishwa moja kwa moja na Rais Donald Trump kufuatia mashambulizi ya Houthi dhidi ya meli zinazohusishwa na Israel katika bahari ya Shamu. Houthi walieleza kuwa hatua yao ilikuwa ni kujibu mzingiro wa ukanda wa Gaza, hatua ambayo imechochea mgogoro wa kikanda kuendelea kupamba moto. Kwa mara nyingine tena, Trump anajikuta akiwa mstari wa mbele katika mzozo unaotishia kuibua vita vya kimataifa. Katika makala hii nimekuandalia orodha ya vifaa vya Marekani vilivyoharibiwa na Houthi tangu msimu wa mwisho wa vita hivi. 1. Drones za MQ-9 Reaper. Kundi la Houthi limefanikiwa kutungua zaidi ya drones 6 za MQ-9 Reaper. Mnamo March 4 mwaka 2025, drone moja ya Reaper ilitunguliwa juu ya bahari ya Shamu wakati ikifanya kile kinachoitwa operesheni ya uhasama katika anga ya Yemen, hasa katika mkoa wa Hodeida. Hii ilikuwa drone ya 15 ya aina hiyo kuangushwa tangu Oktoba mwaka 2023. Tukio hili linaashiria uwezo wa Houthi kufuatilia na kushambulia vifaa vya ujasusi vya hali ya juu vya Marekani. Droni nyingine ya Reaper ilitunguliwa katika jimbo la Marib kwa kutumia kombora la SAM lililotengenezwa nchini Yemen. Hii inaibua maswali kuhusu jinsi Houthi wanavyoboresha teknolojia ya ndani kukabiliana na nguvu za kisasa za kijeshi. Katika mkoa wa Al-Baida, droni nyingine ya Reaper iliteketezwa wakati wa kile kilichoitwa operesheni ya kijasusi yenye nia ya uhasama. Hii inaonyesha kuwa Reapers zimekuwa malengo ya moja kwa moja ya Houthi kutokana na upelelezi wake hatari kwa kundi hilo. Droni nyingine ya Reaper ilitunguliwa katika jimbo la Al-Jawaf na video ilionyesha jinsi UAV hiyo ilivyogeuka moto angani kabla ya kugeuka na kuanguka kwa kasi. Hii ni moja matukio yaliyothibitishwa kwa ushahidi wa moja kwa moja. Droni nyingine ilitunguliwa juu ya mkoa wa Damar. Video ya tukio hilo ilitolewa na Houthi ikionyesha vipande vya droni hiyo ikiwa ardhini siku iliyofuata. Droni nyingine katika orodha hii ilitunguliwa katika jimbo la Saada. Msemaji wa Houthi, Yahya Saree, alieleza operesheni hiyo kwa vyombo vya habari yakisisitiza kuwa ilikuwa ni hatua ya kujilinda dhidi ya uvamizi wa Marekani. Ifahamike kwamba tangia mzozo wa kundi la Houthi na Marekani, zaidi ya drones 15 za MQ-9 Reaper zimetunguliwa na kuharibiwa na kundi hilo. 2. Ndege ya kivita aina ya FA-18F Super Hornet. Mnamo Desemba 22 mwaka 2024, ndege ya kivita aina ya FA-18F Super Hornet kutoka meli ya kijeshi ya USS Truman iliharibiwa. Ingawa Marekani ilidai kuwa ajali hiyo ilitokana na friendly fire, Houthi walidai kuwa walishambulia meli hiyo ya kijeshi na kwamba shambulio lao ndilo lililosababisha hasara hiyo. Haya sio matukio ya kwanza. Kwa zaidi ya muongo mmoja, Houthi wameharibu vifaa mbalimbali vya kijeshi kutoka mataifa ya magharibi, ikiwemo ndege za kivita za F-15, F-16, Tornado na Eurofighter Typhoon pamoja na drones kama Scan Eagle.
Ushahidi huu unaonyesha uwezo wa Houthi wa kukabiliana na teknolojia za hali ya juu kwa kutumia maarifa ya ndani, msaada wa kiufundi kutoka kwa washirika kama Iran na utashi wa kisiasa wa kupambana na kile wanachokiamini na kukiita kama uvamizi wa kigeni. Yemen si tena uwanja wa vita vya kawaida. Ni eneo la vita vya kimkakati ambapo teknolojia ya gharama kubwa inakutana na mbinu za vita zisizotarajiwa. Kama Houthi wataendelea kushinda katika medani hii, huenda Marekani italazimika kurejea kwenye meza ya mazungumzo badala ya uwanja wa vita.